Naam, hizi ni habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan uko kwenye uwanja wa vita. Mpendwa msikilizaji, kama kawaida, hali ya usalama uko kwenye uwanja wa vita ni tete sana mchana wa leo wa tarehe 23. Hivi tuko hapa kukujuza kile ambacho kinaendelea uko jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimboni Kivu ya Kusini ambako mapambano makali yanaendelea. Tutakujuza kuhusiana na ngome za waasi wa M23 kushambuliwa mara tena na droni za kivita za jeshi la taifa FARDC, na pia takujuza kuhusiana na matokeo ya mapambano ambayo yameripotiwa huko Nyangezi ambako waasi wa M23 walivamia ngome za wazalendo, lakini baadaye wazalendo walifanikisha kuweza kuwarudisha nyuma mpaka maeneo ya Nyangezi. Hivyo kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, niseme karibu mara tena kuweza kujiunga nasi. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia chaneli hii, hakikisha kwamba una subscribe ili ukuwe unapata habari za nchi kutoka kwetu, habari ambazo zinatoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika kutoka huko kwenye uwanja wa vita. Hii ni Amani TV Media. Na moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako baada ya ndege isiyokuwa na rubani drone ya jeshi la taifa FARDC kuruka juu ya anga la eneo la Kashebere katika kundi ndogo la Lubarike wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 22 Oktoba, jeshi la anga la FARDC lilifanya mashambulizi ya mabomu dhidi ya ngome ya waasi iliyoko Busika, eneo la Bulewa karibu na maeneo ya Kashebere. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, ni majira ya saa 9 alfajiri ya Alhamisi ya tarehe 23 Oktoba ambapo wakahaji wa vijiji jirani walistushwa ghafla usingizini na mlipuko wa mabomu mahali hapo ukiwa unalenga ngome ya waasi wa M23. Vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa kuna vifo na majeruhi kadhaa, huku magari yakionekana yakitoka maeneo ya Kashebere kuelekea eneo la tukio kusafirisha maiti na majeruhi. Hata hivyo, idadi kamili ya waliokufa na kujeruhiwa bado haijajulikana. Wale waliojeruhiwa wamelazwa Nyabiondo kwa ajili ya matibabu zaidi. Katika siku za hivi karibuni, jeshi la FARDC limeongeza mashambulizi ya anga dhidi ya ngome za waasi wa AFC M23 katika wilayani Walikale pamoja na Masisi. Masaa 48 yaliyopita, shambulio lingine la anga lililenga eneo la Kalembe katika wilayani Masisi na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali. Siku hiyo hiyo, ngome nyingine ya waasi wa AFC M23 iliyoko Ihula katika wilayani Walikale iliripuliwa pia na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tukisalia bado uko jimboni Kivu Kaskazini, ni kwamba mapigano makali yameripotiwa tangu asubuhi ya Alhamisi tarehe 23 Oktoba kati ya waasi wa AFC M23 na wanajeshi wa serikali wakishirikiana pamoja na wapiganaji wazalendo katika eneo la Ihula, kundi ndogo la Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa majeshi wa serikali pamoja na wazalendo waliotoka Kabirangiro wameanzisha mashambulizi dhidi ya ngome za waasi tangu saa 10 alfajiri. Katika mapigano hayo zilitumika silaha nzito na nyepesi, na milio yake inaendelea kusikika hadi sasa katika maeneo ya tukio. Mapigano hayo yamesababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao kuelekea maeneo ya Katobi, Kalonge, Mayenge na Kalembe ambako kuna usalama mdogo. Kwa mujibu wa taarifa zaidi, wakahaji wengine wamekimbilia msituni kutafuta usalama wa maisha yao. Tukio hili limejiri baada ya mashambulizi ya anga iliyolenga ngome za waasi katika eneo hilo la Ihula. Hadi sasa hali bado ni ya wasiwasi mkubwa, huku mvutano ukiendelea kati ya kundi hizo mbili ambazo endelea kupambana katika maeneo hayo.
Jeshi la taifa pamoja na wazalendo wanaonesha nia yao ya kutaka kukomboa maeneo ambayo waasi wa M23 walikuwa wameshadhibiti kwa miezi kadhaa. Huku waasi nao pia wanasema wako tayari kuweza kuachia maeneo hayo, jambo ambalo linapelekea mapambano kuripotiwa kila kukicha huko jimboni Kivu Kaskazini, tarafani Walikale. Na tukitoka huko jimboni Kivu Kaskazini, moja kwa moja tuelekeze maeneo ya huko Nyangezi ambako mapambano makali yamezuka tangu Jumapili tarehe 20 Oktoba mwaka wa 2025 kati ya wapiganaji wa Zalendo na waasi wa AFC M23 katika kijiji cha Ngali kilichopo katika maeneo ya Karogo Nyangezi, uchifu wa Ngweshe, eneo la Walungu, jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mapigano haya yametokea katika mazingira tete ya kiusalama, hasa baada ya kuongezeka kwa mvutano mkubwa katika eneo jirani la Uvira. Kwa mujibu wa vyanzo vya maeneo hayo ni kwamba waasi wa M23 waliungwa mkono na muungano wa AFC walishambulia ngome zilizokuwa zikidhibitiwa na wapiganaji wa Zalendo wanaomuunga mkono Generali Patriote Bikotwa na Kanali Kanyama Kadogo. Vita vimejikita hasa katika eneo la mlima wa Bangwe, sehemu muhimu inayotizamia barabara kuu ya kuelekea mjini Uvira. Wapiganaji wa Zalendo wanasema kuwa wamefanikiwa kuwarudisha nyuma waasi wa M23 mpaka maeneo ya Weza Nyangezi baada ya mapambano makali yaliyodumu kwa muda wa siku 3 mfululizo. Pia wanaripoti kuwa wamechukua tena udhibiti wa mlima wa Bangwe na kudai kuwa wamewasababishia maadui hasara kubwa, ingawa hawajatoa takwimu kamili kuhusiana na wale ambao walipata majeruhi na kufariki kwenye vita hivyo. Akizungumza Alhamisi hii, Crispin Karume, msemaji wa idara ya mawasiliano ya harakati ya AFPDC yenye makao makuu yake Lubarike, alisema baada ya mapigano ya siku 3 vikosi vyetu vinadhibiti tena mlima wa Bangwe, lakini hali bado ni tete, kwani adui anaendelea kujaribu kupenya kuelekea maeneo ya Uvira. Ametoa wito kwa vikundi vyote vya ulinzi vya kijamii kubaki na umoja ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kupambana na kumzuia adui asiweze kusonga mbele zaidi. Tunapaswa kuwa pamoja na kuepuka migogoro ya ndani. Kipaumbele chetu ni kulinda ardhi yetu dhidi ya adui wa pamoja ambaye tunamjua sote ni Rwanda, ambaye anamsaidia M23. Katika eneo hilo hofu imetanda. Familia nyingi zimekimbia kutafuta usalama, huku zingine zikibaki zikijificha mafichoni. Shughuli za kiuchumi zimevurugika vibaya na maisha ya watu yameathirika. Wakahaji wa Uvira na Walungu wana wasiwasi kwamba mapigano hayo yanaweza kuenea hadi maeneo hayo. Mpaka sasa jeshi la taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC hajatoa tamko lolote rasmi kuhusu mapigano haya yanayoendelea maeneo ya huko Nyangezi. Wachambuzi wa usalama wanaonya kwamba huenda M23 inapanga kupanua ushawishi wake kutoka Kivu Kaskazini hadi Kivu ya Kusini, jambo ambalo linaweza kuhatarisha mji wa Bukavu na Uvira. Wakati hali inaendelea kuwa ya wasiwasi, wakaaji wa eneo hilo wanatarajia hatua za haraka kutoka kwa mamlaka ya kijeshi ili kurejesha amani na usalama katika eneo hili muhimu ya kimikakati. Na tukisalia tu uko jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Uvira, ni kwamba ofisi ya bunge la mkoa wa Kivu ya Kusini imetoa taarifa rasmi siku ya Jumatano tarehe 22 Oktoba mwaka wa 2025 ikiwaita wajumbe wote wa bunge hilo kushiriki katika kikao cha dharura kitakachofanyika Ijumaa tarehe 24 Oktoba mwaka wa 2025 na saa 4 kamili asubuhi katika makao makuu ya muda ya jimbo hilo iliyoko Kavimvira mjini Uvira. Taarifa hiyo iliyosainiwa na Mheshimiwa Lunanga Anani ambaye ni mwandishi wa bunge imeeleza kwamba kikao hicho kitakuwa na ajenda kuu kama hivi: 1. Kupitisha ratiba ya kikao. 2. Uwasilishaji wa hoja ya kumhoji gavana wa mkoa wa jimbo ya Kivu ya Kusini Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi Sadiki
hoja iliyoletwa na mbunge wa mkoa Bubasha Tanganyika David. Kwa mujibu wa barua ya kuhoji iliyosainiwa tarehe 21 Oktoba mwaka wa 2025, naye mbunge Bubasha Tanganyika David ambaye ni mwakilishi wa eneo la Uvira, gavana ameombwa kutoa ufafanuzi kuhusu masuala kadhaa muhimu ikiwemo usalama, mazingira na sekta ya madini katika mkoa wa Jimbo ya Kivu ya Kusini. Mbunge Bubasha ameonyesha wasiwasi wake juu ya kuendelea kwa ukosefu wa usalama katika maeneo mengi ya mkoa, ukataji miti hovyo katika milima, pamoja na utawala mbaya katika sekta ya madini inayoonyesha ukosefu wa uwazi wa migogoro ya kijamii katika maeneo ya uchimbaji. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, hoja hii ya kumhoji gavana ni sehemu ya udhibiti wa kibunge, utaratibu wa kikatiba unaowapa wawakilishi wa wananchi mamlaka ya kufuatilia na kuhakikisha usimamizi bora wa mali na maslahi ya umma. Hatua hii inakuja wakati ambapo wananchi wa Jimbo la Kivu ya Kusini wanaendelea kueleza hofu kutokana na ongezeko la vurugu ya makundi yenye silaha, uharibifu na mazingira na unyanyasaji wa jamii zinazoishi karibu na migodi. Kikao cha dharura cha Ijumaa tarehe 24 Oktoba mwaka wa 2025 huko Kavimvira kinatarajiwa kuwa cha kihistoria katika mustakabali wa kisiasa na taasisi za mkoa wa Jimbo ya Kivu ya Kusini, kwani kitahitimishwa kwa hoja ya kumhoji gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki iliyoletwa na mbunge Bubasha Tanganyika David. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za mchana wa leo. Hii ni Amani TV Media. Tuko nawe kwa ajili ya kuweza kukuhakikishia kwamba na kuona habarika na kufahamu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwenye comment usisahau kutuambia unatufuata kutoka nchi gani, na kuaga kutakia mchana mwema. Bye bye.